Shandarabakoria. Mshangilie tu Bwana Yesu kwa sababu anatuongeza, anayaongeza maisha yako, anaongeza tena hatua zako, anakupeleka kule mbali ambako kikawaida usingeweza kwenda kwa akili zako. Ni Mungu ndiye ambaye alitamka maongezeko, ni Mungu ambaye alisema zaeni mkaongezeke, mkaijaze nchi, mkaitishe na kutawala. Kwa hiyo endelea tu kumshangilia huyu Mungu wetu mzuri, kwa sababu atatusaidia, atatuinua, atatupeleka kule mbali ambako yeye mwenyewe amekusudia kwa ajili ya utukufu wa jina lake. Rakazovarinto rabakoria Aramashanda rabakoria rakamande lebaba sobradia rekana mashanda rabakoria rakapala mahata labadia entona mashanda rabakoria rakamande rebakoria. Baba, tunakushukuru kwa sababu unatuongeza, tunakushukuru kwa sababu unatupa hatua nyingine tena kwenye maisha yetu, unatupa hatua nyingine tena kwenye kazi yako ambayo tunaifanya mahali hapa. Biblia inasema yule mtoto akakua, akaongezeka nguvu rohoni, rakando vala hata rima hata. Bwana, unatuongeza katika nguvu, unatuongeza katika ufahamu, unatuongeza katika maarifa, unatuongeza katika kila eneo la maisha yetu. Bwana, tunauona utukufu wako, tunaona nguvu zako katika jina la Yesu Kristo anazeteli hai. Shangilie tu Bwana Yesu tena. Alafu naomba uketi, naomba ukae, chukua mahali pazuri kabisa kwa ajili ya kuandika. Chukua mahali pazuri kabisa kwa ajili ya kuandika, na Mungu atayahudumia sana maisha yako jioni ya leo. Mungu atayahudumia sana maisha yako jioni ya leo. Moja ya kigezo ambacho kilimfanya Petro adumu kukaa na Yesu, sio kwa sababu Yesu alikuwa na vitu vingi sana, lakini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha ni Yohana sura ya 6 ukianzia mstari wa 67 68, mtumishi wa Mungu Petro anasema tutoke kwako Yesu twende kwa nani? Sababu ni nini? Anasema kwa sababu kwako kuna maneno ya uzima. Kwa kama kuna mahali ambapo unatakiwa kudumu, kama kuna mahali unatakiwa kukaa, kama kuna mahali ambapo unatakiwa kuwepo, ni mahali ambapo kuna neno la uzima. Na kama kuna fursa kubwa ambayo Mungu anakupa ya kuwa wewe halisia, sio fursa ya kupewa vitu. Wengine baada ya kula mikate kwa Yesu wakaondoka, lakini waliokuwa wanajua nini hasa kinahitajika kwenye maisha ili uweze kuwa na matokeo makubwa ndio ambao walikaa pamoja na Yesu mpaka mambo makubwa yakatokea kupitia wao. Na tunaambiwa kwamba siku ya mwisho hao wanafunzi ambao walidumu pamoja na Yesu, zile kabila 12 zitahukumiwa na wao. Kwa nini? Kwa sababu walikaa na mtu mwenye neno. Baada ya kukaa na mtu mwenye neno, mamlaka yao na nafasi zao zikageuzwa, wakakaa kwenye nafasi ya kutoa hukumu. Kwa hiyo ni kitu cha muhimu sana. Sasa jioni leo nataka tuende tukajifunze kwa habari ya imani. Nataka tujifunze habari ya imani, na unisaidie kuandika tu mambo ambayo yanaweza yakakusaidia ili uwe na imani imara. Mambo ambayo yatasaidia imani yako iwe imara, uwe na imani ambayo haiwezi kuyumbishwa, uwe na imani ambayo haiwezi kutikisika, uwe na imani ambayo kwa namna yoyote ile, hakuna namna ambayo shetani anaweza akakutoa kwenye njia ambayo Mungu amekukusudia uende. Hicho ndicho ambacho tena kujifunza jioni ya leo, na lengo la kujifunza ni kwa sababu imani ndiyo mtaji pekee ambao Mungu ametupa kwa ajili ya kuishi kwenye dunia hii. Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani yake. Kama mwenye haki ataishi kwa imani yake, kwa unahitaji imani kuliko unavyohitaji hela. Yaani imani ndiyo chanzo cha maisha. Imani. Mtu ambaye hana uhakika na kesho yake ni mtu asiye na imani. Lakini ukitaka kumuona mtu ambaye ana kesho kubwa, basi pia na imani ambayo anayo itakuwa ni kubwa. Kwa nini? Kwa sababu ukiwa mwenye haki mbele za Mungu, kitu kimojawapo cha muhimu ambacho unatakiwa kuwa nacho ni imani. Na imani inafundishika, na imani inarithishwa, na imani unaweza ukaipata. Biblia inasema muangalie wale waliokuwa wakiwaongoza ambao kwa imani na uvumilivu walidhihirisha ahadi. Kitabu cha Waibrania. Kitabu cha Ibrania, kusoma pale unakuta, lakini tukisoma kitabu cha Waibrania sura ya 6 mstari wa 12, Waibrania
sura ya 6 mstari wa 12, maneno mazuri ya Mungu yanasema maneno hayo kwamba muangalie wale waliokuwa wanawaongoza. Waibrania sura ya 6 mstari wa 12 anasema namna hii hapa. Anasema kwa ili msio wavivu bali mkawe wafuasi ambao mkawe wafuasi wa hao waadhilisio ahadi kwa imani na uvumilivu. Kwa Mungu anajaribu kuelezea kwamba kuna aina ya watu unatakiwa kuwafuata. Watu hao ni watu ambao kwa imani lakini pia na uvumilivu walidhilisi ahadi ambazo Mungu alikuwa ameziweka mbele yao. Kwa tunawasoma leo kina Danieli, unawasoma leo kina Musa, unamsoma leo Ibrahim, unawasoma hao watu, ila ni kuhakikishia kitu kimoja wapo ambacho kiliwapa vigezo mpaka wewe ukahisi ni watu wazuri wawe kujifunza, mpaka Biblia ikaona kati ya wengi ambao wamewahi kuishi wao wanastahili kuishi ni kwa sababu wanastahili kuandikwa kwenye neno la Mungu, ni kwa sababu ya ile imani ambayo walikuwa nayo. Imani ni ya muhimu sana. Imani ni ya muhimu kwa mtu yoyote ambaye anampenda Yesu Kristo, kwa sababu kwa imani ndivyo ambavyo tunaamini ya kwamba Mungu yuko na anawapa thawabu wale wanaomwendea. Lakini labda kwa haraka haraka nikutajie sifa za imani. Tutamjuaje huyu mtu ana imani? Sifa gani ambazo mtu mwenye imani anazo? Jambo la kwanza, imani haizuiliki. Yaani hakuna namna ambavyo unaweza ukawa na sababu za kushindwa jambo lolote. Mtu mwenye imani hashindwi na chochote. Hakuna kizuizi chochote ambacho kinaweza kikakaa mbele yake akasema kwa sababu hichi kizuizi nitashindwa kufanya jambo fulani. Imani haizuiliki. Hakuna namna ambavyo unaweza ukamzuia mtu mwenye imani. Haiwezekani. Biblia inasema kwenye kitabu cha Marko sura ya 2 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 11, tunawasoma watu ndugu ambao walikuwa na ndugu yao ambao ana ugonjwa wa kupooza. Biblia inasema Yesu alikuwa anafundisha mahali chumba kimejaa, wakakosa nafasi kupitia mlangoni, lakini kwa sababu imani haiwezi kuzuilika, Biblia inasema wakatoboa dari kutokea kule darini, wakampitishia mgonjwa wao ndani, alafu mwisho wa siku akaponywa na akatoka akiwa mzima. Kitu gani kimetokea? Kwa sababu imani haizuiliki. Yani usemi kwamba siwezi kuanza biashara kwa sababu sina mtaji. Unaanzia hapo hapo ambapo umeamini kwamba naweza kuwa mfanyabiashara mkubwa. Unawezaje? Naweza. Na kutokea hapo kuna hatua ambazo Mungu atakupa kufanya ambazo zitakupeleka kwenye kile ambacho unajiona. Mtu mwenye imani hatoi sababu za kwa nini atashindwa. Mtu mwenye imani anatafuta sababu za kwa nini aweze. Yaani mtu mwenye imani hawezi akawa anakaa, unajua mimi familia ambayo nimetoka ni familia ya kawaida sana, kama kina Gideon. Kina Gideon mara ya kwanza wanatokewa walikuwa ni watu wa kawaida sana. Lakini baada ya kuthibitishiwa kwamba enenda kwa uwezo wako huu, kuanzia hapo Gideon hakuweza kuzuilika tena. Kwa nini? Kwa sababu kuna imani iliingia ndani yake. Na ile imani ambayo iliingia ndani yake ikamfanya Gideon asizuilike na zile sababu zingine zote ambazo alikuwa amezitaja. Unamwona mtu kama Yeremia. Yeremia anatokewa kwa mara ya kwanza na Mungu. Alafu Yeremia anaambiwa Yeremia, nimekuweka wewe ndo nabii wa mataifa. Yeremia akamwambia Mungu, siwezi kusema kwa sababu mimi ni mtoto. Lakini baada ya Yeremia kutoka sasa akiwa na ile imani, hakuzuilika Yeremia. No, huyu mpaka leo tunasoma nabii zake, tunasoma vitu vingi. Ni moja ya manabii ambao wameteseka sana, lakini aliposikia, na Biblia inasema chanzo kimoja wapo cha imani ni kusikia. Na kusikia kuna kuja kwa neno la Mungu. Kwa kuna namna ambavyo ukiambiwa wewe ni mtu mkuu na ukaishika hiyo, mimi nakuhakikishia lazima uwe mtu mkuu. Yaani haiwezekani mtu aifute hiyo kutoka ndani yako. Lakini tukiishi na ile mitazamo, kuna watu ambao tumekutana nao, kuna namna walikuwa wanatuonyesha kwamba sisi ni watu ambao hatustahili kuwa na vitu bora. Kweli utaanza kuishi na hiyo inferiority. Yaani unaanza kujiona kabisa wewe ni mnyonge. Lakini nakuhakikishia tangu siku utakapoanza kuishi kwa imani, hayupo mtu anaweza kukuzuia. Esther amechaguliwa kuwa malkia. Kwa mara ya kwanza alikuwa anaogopa kwa sababu sheria si imewekwa. Yaani kuna vitu vingine kabisa vinajulikana matokeo yake, ukienda kinyume nacho kuna matokeo fulani mabaya lazima yakupate. Biblia inasema mfalme alikuwa ameweka sheria. Kuna siku nikiwa kwenye utulivu wangu, inawezekana alikuwa na maombi kwa miungu, kwa ana ufaraga na miungu. Na kwa sababu ana faraga na miungu, anasema siruhusu mtu yeyote aje kuniona isipokuwa nikiwa nimemnyooshea fimbo. Esther hajapewa assurance
kwamba fimbo itanyoshwa. Ila alipotoka kuomba, alipotoka kukaa na Mungu siku 3, akasema liwalo na liwe. Nini kimetokea? Mtu mwenye imani haanzi kuangalia sababu za kushindwa. Mtu mwenye imani kuanzia ile imani ilipoingia ndani yake, baada ya hapo hatua zingine zote ambazo atazipiga zitakuwa zinampeleka kwenye kuwezekana. Ndio maana unamsikia Esther anasema kama kuangamia na niangamie. Hiyo sio kauli ambayo anaweza akaitoa mtu ambaye hana imani. Hiyo ni kauli ambayo mtu pekee anaweza kuitoa ni mtu ambaye ana imani ndani yake. Kwa imani haizuiliki. Unataka kuwa mfanyabiashara mkubwa? Unataka kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa? Unataka wanadamu waovu wasikuonee? Unataka kuwa na uhakika na chochote ambacho unakifanya na unajua kabisa hichi nitaanza na nitamaliza? Hakikisha unatengeneza imani kabla hujaanza lolote. Usianze lolote ndio uanze kutafuta kuwa na imani. Anza kwanza kujijenga kwenye eneo la imani, kiasi kwamba ukiliendea jambo lolote unajua siendi kubahatisha. Nampenda baba yetu mmoja wa imani, anasema ukiniona nimefika kwenye jambo lolote, yani ukiniona tu mimi ujue hilo limeisha. Yani ujue limeisha. Nataka nasitue hivyo kwamba ukiniona tu nimetokea mahali, ukiniona nimetia timu, sio naenda kujaribu. Nipo kwa ajili ya kupata ninachokitaka. Hata kama kwa nje watu wanakupinga, hata kama kwa nje watu wanakuona huwezi, lakini imani inatakiwa ikuongoze kwamba mimi nayaweza mambo yote katika yeye anayenitia nguvu. Huyo ndio mtu mwenye imani. Ina maana hapo ameinclude yote. Yani hapo haja exclude chochote. Kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Kama kuna mtu na Biblia hapo, naomba wewe unanisaidia kusoma. Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Rasuparadabashitete ribabushandarabajuna. Kama upo hapo nisaidie kusoma Warumi sura ya 8 mstari wa 37. Amen. Amen. Anasema lakini sio katika baadhi ya mambo. Yani mwenye imani lazima uwe hivyo. Yani mimi katika mambo yote, lolote ambalo Mungu ameniwekea msukumo ndani yangu kulifanya, siendi kushindana, naenda kushinda. Ndivyo neno linaposema katika mambo yote. Mtumishi unajua kuna baadhi ya mambo. Nimesema ni katika mambo yote. Imani haina kizuizi. Ndicho ambacho nakwambia kwamba mwenye imani azuiliki. Yani hakuna mtu atakaa niambie uwezi. Ili mradi nimetokea naweza. Ndio hiyo ilimsaidia Daudi. Wewe unamsoma Daudi anapigana vita zote hajawahi kushindwa. Sio kwa sababu alikuwa anaisikia hata sauti ya Mungu saa zingine, sasa mwanangu Daudi, Goliathi huyu ni sasa. Asikio. Hakuna sauti ambayo ilimtokea Daudi akiwa amelala usiku inamwambia leo unaenda kumua Goliathi. Unajua kwa nini wewe mara nyingi uaga unamsingizia Mungu? Ngoja mtumishi tuendelee kuliombea. Una imani. Ndio maana unataka utumie maombi kama kisingizio, kwamba ukishindwa useme nahisi Bwana hajajibu maombi yangu. Mwenye imani hahitaji yaombe ili mambo yatokee, japo kuomba ni lazima. Ndio maana tunaomba bila kukoma. Tunaomba bila kukoma sio fashion. Tunaomba bila kukoma ili yote yawezekane. Yani haiwezekani niombe bila kukoma alafu kuna mambo yanishinde. Tunaomba bila kukoma ili tuweze yote. Kwani Yesu anapotoa ule mfano ule mwanamama, anasema imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala hamtakiwi kukata tamaa. Alafu baadaye anatuonyesha matokeo ambayo yule mwanamama aliyapata. Kitabu cha Luka raso paradabashele makravola Antoni Bakuza rakano savaria mstari wa sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. 18 Luka kuanzia mstari wa kwanza. Hapo tu nataka nikupe concept kutokea hapo. Biblia inasema Yesu akawaambia imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala wasikate tamaa. Pia hata kitu ambacho kinatakiwa kikusukume kuomba siku zote sio kwa sababu una prayer point nyingi.
ila kwa sababu unaamini yote yanawezekana. Hiyo ndo concept ya Yesu hapo. Yaani kuomba siku zote wala msikate tamaa, sio kwa sababu Mungu hajawajibu, ila kwa sababu mnajua hii inawezekana. Ndio maana Biblia inasema yule mwanamama alikuwa anamuendea kadhi dhalimu, kazi ambaye hajali watu. Yaani mwamba anajulikana kabisa, ni ukiwa na kesi kwa huyo jamaa hauwezi ukapata majibu. Lakini kwa nini alikuwa anamuendea ende? Kwa sababu imani yake ilikuwa inamwambia hili jambo langu lazima litimie. Imani yake inamwambia hili jambo lazima nifanikiwe. Kwa unataka kujenga imani yako hapo. Unapokiendea kitu chochote kile, usiseme mtumishi, yani mimi sielewi, sijui kama yote yanawezekana. Yote, hata yale ambayo kibinadamu yanaonekana hayawezekani, watatupa kama ambavyo yule kadhi dhalimu alimpa yule mwanamama. Akasema ingawa sijali watu wala simchi Mungu, lakini kwa jinsi huyu mwanamama alivyonisumbua, acha tu nimpe. Na wewe bora wakupe kwa namna hiyo hapo, ila usikubali kushindwa jambo lolote. Kwako mambo yote yanawezekana. Tuna Mungu anayeweza kufanya njia mahali ambapo hapana njia. Haina maana uwe na Mungu alafu uanze kujiangalia wewe. Yaani moja ya kitu ambacho kinataka kikupe jeuri ni kwamba nina Mungu. Na kama nina Mungu, yale ambayo mimi siwezi kama binadamu, kuna Mungu anayeweza mambo yote. Ndio maana hata Paulo hakusema naweza mambo yote katika mambo ambayo nayafanya. Akasema kuna anayenitia nguvu. Na kwa sababu yupo ambaye ananitia nguvu, mimi si nipo namuwakilisha. Yaani kipindi watu wanamuona Daudi anampiga Goliati, nje anaonekana Daudi, lakini Daudi mwenyewe akatoboa siri. Anatoboa siri mbele ya Goliati, anamwambia Daudi, wewe Goliati, unanijia kwa fumo, unanijia kwa mkuki, lakini mimi Daudi kwa kweli mimi ni dhaifu. Mimi sina nguvu. Ila inakujia wewe kwa jina la Bwana wa majeshi uliowatukana hivi leo. Mungu akasikia kumbe na Goliati alikuwa ananitukana. Sema sasa ngoja nimkomeshe. Jiwe moja raini likampa matokeo Daudi. Kwa nini? Kwa sababu alijua kabisa vita sio vya kwangu, ila vita ni vya Bwana. Na kama ni vya Bwana, Bwana ni mtu wa vita. Bwana ndio jina lake. Hawezi kushindwa chochote. Hawezi kuzuiwa na yeyote. Wanadamu wanaweza wakajitahidi kwa namna wanayoweza, lakini Mungu akiwa na wewe, na wewe ukajiambia kabisa kutoka ndani ya moyo wako kwamba tangu leo, tangia nimeanza kumwamini Mungu, hakuna mtu akunizuia. Wewe jiambie hivyo. Amka asubuhi, anza kujitabiria, mimi sizuiliki. Nitakuwa mtu mkuu. Nitafanya mambo makubwa kwa msaada wa Bwana. Mimi ni sura na mfano wa Mungu. Nimeumbwa kwa ajili ya kufanya yale ambayo wanadamu wanaona hayawezekani. Nipo kumwakilisha Mungu asiyeonekana. Jitabiria hivyo. Sema hivyo. Usiseme kwamba kuna baadhi ya mambo unajua kuna watu maalum. Hamna mtu maalum. Hayupo mtu. Kwenye chochote ambacho kimetokea na chochote ambacho kinatokea duniani, vimetokea kwa sababu ya watu ambao wamewahi kusubutu. Sio watu ambao waliwahi kukaa wakajifungia kwenye comfort zone. Nikisomaga habari kama za watu kina Gideon, yeye kabisa anajiona ni mtu dhaifu, yeye mwenyewe amejifungia. Ila huyo mwamba alipotoka, alipoanza kufanya mambo, mpaka watu wanamuota kwenye ndoto. Watu wanaota mkate, ila tafsiri wanasema upanga wa Gideon. Hiyo hivyo kwako katika jina la Yesu. Yaani ifike hatua wewe wala huna shida na mtu, lakini mtu yeye mwenyewe akikaa anasema wewe mbona wewe unanitokea? Ninakutokea sana kwa sababu naamini kila kitu. Na kwa sababu naamini kila kitu, sijaona kitu ambacho naweza nikashindwa hapa duniani. Maadamu ninaishi, nayaweza mambo yote. Nayaweza mambo yote. Huo sio mstari wa moyo. Unajua zamani tukiwa Sunday school tulikuwa na haya kwa moyo. Hiyo sio haya kwa moyo, hilo ni neno la Mungu. Na kama neno la Mungu lipo ili litokee, sio lipo ili lijeze Biblia. Anasema mbingu na nchi zitapita, lakini hata yodi moja ya Torati haiwezi ikapita. Lazima kila kitu kitokee. Anasema analiangalia neno lake ili alitimize. Kwa nini siamini kila ambacho Mungu amekisema? Kwa nini niwe na hofu? Kwa sababu watu wameniambia siwezi. Ile kwamba Mungu ameruhusu nizaliwe, na ile kwamba Mungu ameniruhusu leo niwe hapa, ni ushahidi kwamba kila ninachokisikia leo kinanihusu mimi. Na kama kila ninachokisikia kinanihusu mimi, hajatokea pepo, hajatokea shetani, haijatokea kuzimu ambayo inaweza ikanizuia. Tangu siku Gideoni aliposikia wewe ni shujaa, kuanzia hapo, sio nyuma. Taarifa zote nilizozisikia kabla ya hapa au ambazo nimewahi kusema kabla ya hapa, tufanye tumefuta. Tufanye hizo taarifa sio sahihi. Ila taarifa ambayo naisikia muda huu hapa, hiyo ndo naondoka nayo.
na hiyo ndio ambayo unaenda kuifanyia kazi, na kutokea hapo utajiona ukiwa mtu wa maana sana. Yaani mimi siri yangu mwenyewe hapo, nikiona siku Mungu amenileta kwenye uwepo wa Mungu, najua tayari Mungu ameamua kubadilisha maisha yangu. Yaani najua kabisa moja ya mpango aliokuwa nao Mungu ni kunibadilishia. Kwa kama kuna aina fulani ya mtazamo nilikuwa nayo, kama kuna aina fulani ya kikwazo ambacho nilikuwa nacho ambacho kilikuwa kinanizuia kwenda kule ambako Mungu anataka niende, ile kwamba nimemsikia, ushahidi ni kwamba anataka nibadilike. Ushahidi ni kwamba anataka nipige hatua kwenda viwango vingine. Kwa mtu mwenye imani hauwezi kumzuia. Yaani utaloga, utakesha, utavunja nazi, utataja jina lake, utafanya kila ambacho unakifanya, ila unashangaa kesho mwamba huyu hapa tena ametokea. Nini kinatokea? Kuna imani ambayo inakuwa inamuendesha. Kuna kitu ndani yake ambacho kinamwambia kila kitu kinawezekana. Lakini sifa nyingine ambayo imani inayo, imani inasema kisichokuwapo kana kama kimekwisha kutokea. Yaani mtu mwenye imani anaweza akasema jambo ambalo sasa hivi bado halipo, lakini kana kwamba limekwisha kuwako. Hiyo ndiyo imani. Anakuambia una nini ndani? Mwanamama anamwambia nina chupa ya mafuta. Anamwambia sasa sikiliza, nenda ukaazime vyombo. Yaani ana chupa ndogo ya mafuta, ila jitu la imani linamwambia kaazime vyombo kwa majirani. Hapo anamwambia usivitake vichache, anamwambia ukavitake vingi. Hiyo ni imani. Hiyo ndio imani. Inazungumza mambo ambayo kikawaida hapo hayaonekani, lakini anayasema. Anamwambia Petro, tweka mpaka kilindini. Kilindini, mtumishi wa Mungu, wakati sasa hivi ni mchana, huwa atuvui sababu, kaambia tweka mpaka kilindini. Petro akasema ila kwa kweli kwa mimi Petro nisingefanya hivyo, lakini kwa neno lako. Nini kinatokea? Ni kuna wataalamu, na ni Mungu tayari ameshayasema mambo ambayo hayapo, ila Mungu anayasema kwamba yamekwisha kuwako. Anasema nayajua mawazo ambayo ninawaza kwa ajili yenu ni mawazo ya amani, kwa ajili ya kuwapa matumaini siku zenu za mwisho. Hauwezi ukawa na matumaini kwenye kisichowezekana. Lazima uwe na matumaini kwenye ambacho huna, lakini unaamini kitakuwepo. Huyo ndio mtu mwenye imani. Yaani kwa sasa hivi sina gari, ila kabisa nikikaa najiona kabisa mimi sio wa kupanda daladala. Yaani ndani ya moyo wangu naona kabisa kuna gari fulani nzuri na stahili kuwa nalo. Tumishi, usiseme hivyo, mambo ni magumu. Ni kweli ni magumu, lakini mimi naona hivyo. Naona kabisa nastahili kuwa na nyumba nzuri. Yaani kabisa, yaani unaona kabisa biashara ndio umeanza, ndio unamtaji 100,000, mwingine 500,000, mwingine milioni, lakini unajiona mimi sio wa hizi level. Yaani ninapojiona kabisa kuna siku watu wanataka kutoka China waje wafunge mizigo kwangu. Yaani unataka kuwa hivyo, hakipo, lakini unaamini kitakuwepo. Naamini kabisa kwamba Mungu kama kuna watu watawatumia, basi na mimi itakuwa miongoni mwao. Mtumishi usiseme hivyo bwana. Wa Nigeria ndo amna, hadi mimi Mtanzania nastahili hayo mambo. Kwa ukishajiweka hapo, ni kweli kwa sasa hakipo, lakini kwa sababu umekiamini ndani yako, unaanza kuishi kutokana na hicho. Hakipo, lakini unajisema kwamba mimi ni mtu fulani. Unajitaja jina lako ukiamka, wewe sio mtu wa kawaida. Jisemee wewe, ukisubiri utabiriwe, utasubiri sana. Lakini ukijitabiria wewe, moja ya unabii wenye nguvu ni ule ambao wewe mwenyewe unajiambia. Biblia inasema aliye dhaifu na aseme. Sio asemewe, sio atiwe moyo, na aseme mimi ni hodari. Kabisa ni wakikuangalia wanaona dada naye moja ya watu waliochoka ni huyu. Ila wewe sasa, yaani uelewi. Ambia kama kuna mtu wa maana Mungu anaye kwenye hichi kizazi, niko hapa. Niko hapa, mwana wa Mungu, sura na mfano wa Mungu. Niko hapa, mtu wa thamani kabisa kwenye hichi kizazi. Unaiambia Tanzania umependelewa kuwa na mtu kama mimi. Umependelewa sana. Vizazi vingi walitamani niwepo. Unajua Biblia inasema kuna mambo ambayo mitume na manabii waliyatamani. Sasa kama waliyatamani, sio waliyatamani kwa ajili ya mtu mwingine yeyote, ila kwa sababu kupitia mimi yatatokea. Bwana asifiwe. Ila ukisema hii Biblia na siri linamhusu mtu fulani, kweli litakuwa linamhusu huyo. Wewe utabakia kuwa mshabiki, utabakia kuwa mpiga makofi. Lakini ukiamini kwenye yale yasiyokuwapo, ukaamini kabisa na mimi Biblia inanihusu, sio ya Wayahudi peke yao, na sisi tumeingia huko. Kama ambavyo nilitamka siku ile Bwana Yesu, leo hii ninaomba unisamee, futa jina langu. Na nikaamini amefuta, na kabisa nikapokea wokovu. Ndivyo ambavyo naamini mengine yote. Yaani naamini kama niliamini hiyo sala,
nikaisema na kweli nimeokoka tangu 2013 mpaka leo. Haiwezekani lingine lolote kwangu lishindikane. Haiwezekani. Na hayupo shetani ambaye anaweza akatokea akanihubiria tofauti na kile ambacho naamini. Mimi naamini ni mtu wa ajabu sana. Yaani kati ya watu wale maalum ambao Mungu aliwatunza kwa ajili ya siku za mwisho, na mimi ni miongoni mwao. Sijajua wewe unajionaje. Lakini mimi najiona hivyo. Yaani kati ya watu ambao tutamsurubu shetani ambaye aliwahi kututesa, shetani ambaye anatesa ndugu zetu, nimo miongoni mwao. Tamsurubu atajuta kwamba huyu dogo mbona amekuwa tanzi kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Unajua Musa alipoanza kuishi kwa Farao, kuna namna ambavyo walikuwa wanakachukulia kawaida. Lakini Biblia inasema Musa alipoanza kuleta mapigo, wale waganga wakamwambia, "Lo, huyu mtu mruhusu aende, maana amekuwa tanzi kwetu." Na ifike hatua hiyo wanasema, "Lo, huyu mama amekuwa tanzi kwetu. Huyu binti amekuwa tanzi kwetu." Bwana asifiwe. Kitu kingine kuhusiana na imani. Imani inaangalia yajayo yanayofurahisha kuliko haya ya sasa yaliyopo yanayoumiza. Yaani imani katikati ya nyakati ambazo zinakuumiza, katikati ya nyakati ambazo zinakuhuzunisha, katikati ya nyakati ambazo zinakufanya ukate tamaa, imani haiangalii hizo nyakati, lakini imani inaangalia yale yajayo. Kama watu wa kawaida wanaweza kusema yajayo yanafurahisha, hata sisi ABC Global pia huwa tunasema karibu ABC tu ishara haja. Ukiwa ABC yajayo yanafurahisha. Kwa sasa hivi naweza nikawa na hali mbaya, lakini yajayo kwa haya ya sasa hivi na yadharau. Biblia inasema Yesu akaidharau aibu, akadharau msalaba. Kwa nini? Kwa sababu yajayo yanafurahisha. Na kwa kweli sasa hivi kila goti linapigwa mbele yake. Lakini akiwa anaishi kawaida, walikuwa wanamtemea mate, aliokoa wengine, ajiokoe na sisi. Kuna mambo mengi lakini mwamba ametulia zake msalabani, anajua yajayo. Yajayo yanafurahisha. Kwa ile kwamba sasa hivi kuna hali mbaya napitia, haina maana ndo mwisho wangu. Mwisho wangu ni pale ambapo nitafika ngazi za Mungu, ruhusu mtumishi wako apumzike. Nimeshauona wokovu. Nimeshaona yale mambo makubwa ambayo umeyafanya kwa ajili ya nchi yangu. Nimeshaona mambo makubwa ambayo umefanya kwa ajili ya familia yangu. Sasa mruhusu mtumishi wako apumzike kwa amani. Nini? Mwenye imani. Haya yaliopo ambao watu wengi wanayaogopa, yeye hayaangalii. Ila yeye anaangalia yale ambayo hayapo. Familia yako inasema, "Ni unajua mwanetu, sisi tunaona kama ulijichanganya ulivyookoka. Kuna fursa zinakupita." Unaambia, "Calm down. Hamjui tu kuna mtu wa aina gani amezaliwa na nyie. Hamjui aina ya mtu ambaye Mungu aliwabariki na light." Unajua Yesu alikuwa anaonekana na kijana wa kawaida, anaenda pale kisimani. Anamwambia yule mwanamama, "Anaomba maji." Yaani fikiria, hana hata uwezo wa kununua maji ya uhai. Kwa wakati huo hana chupa hata ya safi, maji masafi au maji ya nini hili water. Hana wakati huo, hajatembea hata na chupa, ila anaenda anaomba. Afu mwanamama anamwambia, "Tangu lini Wayahudi na Wasamaria tukajangamana?" Hapo kwa sababu yeye alikuwa anajua yeye ni nani. Akasema, "Ungejua unayeongea naye, wewe ndo ungemuomba maji. Tunakuombaje na kisima hichi ni cha alikichimba Ibrahim?" Lakini kuna namna ambavyo alikuwa anajua ndani yake kuna hazina kubwa zaidi ya vile ambavyo wakati huo anaonekana hana. Unajua kuna watu mna kesho kubwa sana. Kuna watu Mungu amewekeza vitu vikubwa ndani yenu, lakini unaweza ukaangalia uhitaji wa siku moja. Yaani uhitaji tu wa siku moja au kodi ya mwezi mmoja, ukafika hatua ukaanza kujidefine wewe kutokana na ile kodi. Hapana. Ile kwamba sijala jana usiku haina maana kwamba mimi ni mtu wa kawaida. Hayo ni mambo ambayo Mungu anaweza akaruhusu ili kuandaa aina fulani ya shujaa, ili kutengeneza mtu mwenye moyo fulani wa kuwahurumia watu wengine, ili kutengeneza mtu aina fulani wa kuja kuwasaidia watu wengine. Kwa ile kwamba leo hujapata haina maana kwamba ndio hapo Mungu anataka uwepo. Hiyo ni ishara kwamba kuna aina fulani ya mimi Mungu ananitengeneza. Kuna aina fulani ya mimi Mungu anamuandaa kwa ajili ya kuja kuwa majibu kwenye hichi kizazi. Wewe unajiambia hivyo, lakini sio ukikosa unaanza kukaa unasema, "Au mimi sijaokoka vizuri." Au umeokoka vizuri bwana. Yaani wewe wokovu wako hauna hata mashaka, na Mungu anajivunia kama anavyojivunia Ayubu. Imagine Ayubu angekata tamaa kwenye yale ambayo alikuwa anayapitia.
leo hii tusingekuwa tunasoma kwamba Ayubu kwenye kitabu cha Ayubu 42 mstari wa 10 kwamba Mungu akampa mara 2 zaidi ya yale ambayo alikuwa nayo kwanza. Kitu gani kilitokea? Kwa imani na uvumilivu akazilisi ahadi. Na kuombea Mungu akusaidie nyakati ngumu zisiwe sababu ya wewe kutafsiri maisha yako. Maisha yako hayatafsiri na yale ambayo unayapitia. Maisha yako yanatafsiriwa na kile ambacho Mungu amekisema kuhusiana na wewe. Kwa sababu hiyo hakuna pepo, hakuna mchawi, hakuna nguvu ya giza ambayo inaweza ikaongea kinyume cha yale ambayo Mungu ameyasema kwa ajili ya maisha yangu, na mimi nikayaamini katika jina la Yesu. Yaani akitokea nabii yoyote, akitokea mchawi, akitokea msihiri, akitokea msoma nyota yoyote, akaongea tofauti na kile ambacho mimi nakijua kuhusiana na mimi, na akimaliza tu kuongea namwambia nashukuru kwa ujumbe, ila namba uliokuwa unajaribu kupiga kwa sasa sio tu haipatikani, haipo. Yaani namba ya kushindwa mimi mtumishi, sio kwa sababu nimesoma Biblia, ila nakuhubiria ambacho ninakishi. Yaani namba ya kushindwa kwamba ni kuna jambo eti kwa sababu kuna kitu leo sina nijiambie kwamba kuna jambo siwezi. Never kabisa. Nikiona kabisa kuna kutokuamini, ni bora nikae chumbani kwangu najifungia mlango, yaani nianza kujisemesha mimi, Malogo Emmanuel, wewe ni mtu wa ajabu sana. Mungu ana wewe mmoja tu. Imagine dunia nzima, mabara yote nipo mwenyewe. Haiwezekani Mungu anilete alafu awe amekusudia nije nimuaibishe. Unajua kinachowafanya watu wengi wanashindwa ni kwa sababu wanajiangalia wao. Ila ukimwangalia aliyekutuma, yaani haiwezekani mimi ni mjumbe, kuna mtu mwenye ujumbe wake amenileta, alafu niwe na shaka. Kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 anasemaje? Msiondoke kuanzia mstari wa 8 mtakapopokea nguvu. Hizo nguvu za nini? Anasema muwe mashahidi wangu. Kwa kumbe mimi ni shahidi wa Mungu. Mimi kazi yangu ni kuleta kile ambacho Mungu anataka watu wajue kuhusiana na yeye. Kama mimi nipo kwa ajili ya kuleta ujumbe wa Mungu, nikitaka kuwaonyesha watu Mungu anabariki, lazima aanze na maisha yangu kwanza, afanye kupitia mimi, kiasi kwamba watu waseme unajua kuna dogo fulani tuliishi naye bwana, huyu tumesoma naye. Ila ili wafike hadi hiyo level, lazima wewe mwenyewe umezizarau zile nyakati za zamani ambazo zilikuwa zinakuumiza. Lazima uzarau. Unajua hata sasa hivi ukiangalia wewe umebarikiwa sana. Angalia picha zako za shule ya msingi. Upige picha. Angalia jinsi ulivyokuwa, alafu fikiria yale majina ya utani ambao rafiki zako walikuwa wanakuita. Waza namna ambavyo hata mwalimu wako wa hesabu aliwahi kukutandika viboko vingi, akasema ni wewe kati ya majinga yaliyopo hapa darasani ni wewe. Lakini jiangalie sasa hivi wewe na yeye, unaweza kugundua kuna hali fulani nzuri unayo. Yani kama hizo level Mungu amenitoa, nini kingine kitanitenga na upendo wa Kristo? Ukweli ni kwamba kuna Yesu asifiwe. Amen. Basi twende kwenye mambo sasa hayo. Haya mengine ni mengi sana. Nikiongea hapa muda wangu utaniishia, lakini jioni ya leo Mungu ameniambia nikufundishe mambo ambayo yatakusaidia imani yako isitikiswe. Maji mengi yaje, upepo uvume, dhoruba zije, lakini hautatikisika. Haiwezekani utikisike. Jambo la kwanza kabisa, andika maarifa. Maarifa sahihi ya ufalme wa Mungu. Jambo ambalo litakusaidia usitikisike. Yaani kwa vyovyote adui asikuweze, lazima uwe unajua. Lazima ufahamu. Lazima uwe na ufahamu mwingi kuhusiana na wewe. Jua nini ambacho Mungu ameweka ndani. Kwa sababu usipokuwa na maarifa, Biblia inasema kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 mstari wa 6, watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Kwa usipokuwa na maarifa lazima uangamizwe. Yaani watu wote ambao wanaangamizwa ni kwa sababu hawajui. Nimekuja kugundua kwamba ili chochote kisiweze kukuangamiza tu, wewe cha kufanya hakikisha unajua. Ukishajua tu kwamba mimi ni mtu fulani, mimi nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu, ukishajua hicho, hautakaa ujilinganishe na rafiki yako. Mimi naona kama dada fulani amenizidi uzuri. Hamna. Hajatokea wa kunizidi uzuri. Kwa sababu mimi nimeumbwa kutokana na Mungu mwenyewe. Na tumfanye mtu sio Adamu, mtu. Kwa kila mtu alifanywa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa ukifika unaanza kujikompea na mtu fulani, yaani mimi maisha yangu hapa duniani hayawezi yakafananishwa na yoyote. Kwa nini? Kwa sababu mimi nimetokana na Mungu mwenyewe katika aina fulani ya kitu ambacho Mungu mwenyewe anataka nije nikifanye.
Kwa sehemu sahihi ya mimi kujikagua ni kwenye neno la Mungu. Sehemu sahihi ya mimi kujua kwamba napatia au nakosea, sehemu sahihi ya mimi kujikosoa ni nikiangalia kwenye neno, nikijifunza kuhusiana na Mungu, alafu nikagundua kwamba hapa kuna mahali sifanyi vizuri, kuna kitu nakosea. Yale maarifa sahihi ambayo ninayapata kutoka hapo ndio yanatakiwa kunisaidia niishi, ndio yanatakiwa kunisaidia nitembee. Kwa nini? Kwa sababu hayo ndiyo ambayo yameandika kila kitu kuhusiana na mimi. Kitabu cha Zaburi, napenda sana hii Zaburi ya 139. Some kuanzia mstari wa 15 na wa 16, nisomee hapo. Zaburi ya 139. Somee Pastor Isaya kuanzia mstari wa 15. Maarifa, hicho ndicho ambacho tunaangalia. Jambo la kwanza ambalo imani yako huwa inatikiswa kwenye ambapo hujui, lakini ukishajua atokei pepo wa kunihubiria tofauti. Twende hapo. Mstari wa 16. Amen. Hicho ni kitu cha muhimu sana. Anasema chuoni mwako ziliandikwa siku zilizoamriwa kwa ajili yangu kabla hazijawa bado. Kama Mungu aliandika kabla hazijawa bado, na kama macho yake aliniona kabla sijakamilika, jambo gani ambalo linaweza likanifanya nione kama Mungu ameniacha? Niimbe ule wimbo, Mungu wangu uko wapi, mbona umeniacha, ambaye aliniona kabla sijakamilika. Haiwezekani. Yaani hata ukiwa kwenye gereza uwe kama Paulo na Sila, katikati ya gereza wanaimba na kumsifu Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wanajua huyu mwamba, huyu baba, huyu mwamba wa uzima aliniona kabla sijakamilika. Na kama aliniona hivyo, na mchagua awe mchungaji wangu. Sasa na Zaburi ya 23, Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Kwa ukiona kuna kupungukiwa, usiseme naona mama mdogo ana maisha mazuri lakini nisaidia. Mfuate kwanza mchungaji wako. Mwambie hivi, Bwana tangia lini umeacha kunichunga? Mbona mimi nilishakuchagua muda mrefu uwe mchungaji wangu? Mbona Daudi anayasema hayo? Sio Bwana anayemwambia mimi kuanzia leo nimekuwa mchungaji wako. Yeye alichagua aina ya mchungaji anayemtaka. Akasema nimechagua kuanzia leo Bwana aanze kunichunga. Alafu anaanza kusema mambo ambayo yatamtokea kwake. Anasema siwezi kupungukiwa. Nisomee Zaburi ya 20 mstari wa 7. Amen. Kuna aina fulani ya maarifa ambayo mtumishi wa Mungu alikuwa na kiasi kwamba alifika hatua akagundua kwamba gari sio kubwa kuliko huyu Bwana wa majeshi. Akasema kipindi wengine wanataja magari, mtu mwingine anahisi kuwa na gari ndio amefanikiwa, lakini mafanikio makubwa wewe unayo tayari ni kuwa na jina la Bwana wa majeshi. Kwa anasema kipindi watu wengine wanataja magari, kipindi watu wengine wanataja farasi, mimi nitalitaja jina la Bwana wa majeshi. Kwa nini? Kwa sababu mafanikio yangu yamefungwa huko. Nitayainua macho yangu nitazame milima, msaada wangu utatoka. Msaada wangu ukatika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Kwa ukiwa na maarifa sahihi kuhusiana na Mungu, mimi nakuhakikishia hakuna nguvu inaweza kukuzuia. Shetani mwenyewe alimtokea Yesu kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 4, Luka sura ya 4, ukisoma unagundua. Mathayo 4:4 Biblia inasema Yesu akamwambia Shetani, imeandikwa. Kwa kuna maarifa ambayo alikuwa anayajua kuhusiana na Mungu, akamwambia imeandikwa, mtu haishi kwa mkate peke yake. Usipokuwa na maarifa sahihi, siku ukikosa chakula ndio unahisi Mungu amekuacha. Shuhuda za watu wengi zipo kwenye vitu vidogo, vitu ambavyo ni ziada. Mungu anasema tukimjua sana yeye tutakuwa na amani. Mungu anasema utafuteni kwanza ufalme wangu na haki yangu, na hayo mengine mtazidishiwa. Lakini watu wengi ili wajue Mungu yupo na wao, wanaangaliaga material, anaangalia vitu vya nje ambavyo wamevipata. Hivyo sivyo. Lakini kitu cha kwanza ili ujue kabisa wewe ni mtu hatari,
angalia kwanza mahusiano yako na Mungu yamekaje. Ukigundua mahusiano yako na Mungu yapo salama, vingine vyote ni lazima upate. Kwani Yohana anamuombea nini Gayo? Waraka wa 3 wa Yohana sura ya 1 mstari wa 2, anamwambia mpenzi Gayo, na kuombea ufanikiwe katika mambo yote na kuwa na afya yako, lakini sharti ni kama roho yako inavyofanikiwa. Kwa ukiwa na maarifa sahihi kuhusiana na Mungu, unagundua kumbe ukiroho ndio ambao unasaidia mafanikio kwenye mambo mengine ya maisha. Lakini usipokuwa na Mungu sawa sawa, unakuwa kwa nini siku hizi uje kanisani? Unajua mtumishi kazi zimebana. Kwa kumbe wewe kazi inaweza ikakufanya hata mbinguni usiende. Yesu kaja anataka kulichukua kanisa lake, unamwambia Bwana Yesu, leo bosi ametuambia tuende. Kwa hiyo mimi naomba tunyie tangulieni mbinguni, mimi nitakuja. Ndio tafsiri ya watu wengi ambao wanasema anaweza akaahirisha ibada kwa sababu ya kazi. Tafsiri yake ni kwamba Mungu kwake sio muhimu. Lakini Daudi anasema neno zuri sana, Mungu kwetu sisi ni kimbilio na nguvu, msaada utakaoonekana tele. Kwa ukishakuwa na nuru hiyo, ukishakuwa na maarifa hayo, ukajua jinsi gani ambavyo Mungu anabariki, ukajua jinsi gani ambavyo Mungu anainua, ukajua jinsi gani ambavyo Mungu anawainua watu wake, ukajua jinsi gani ambavyo Mungu anaweza akawapa watu afya, ukajua jinsi ambavyo Mungu anaweza kuyapigania maisha yako, ukamjua Mungu katika maeneo tofauti tofauti, mimi nakwambia hauwezi kuwa na imani ile ambayo ukiumwa kichwa kidogo unasema naona kabisa kifo kimenikabili. Ukishajua unazungumza kile ambacho Mungu amekisema. Kwa ukijua kuhusiana na ugavi wa kiungu, ukajua namna ambavyo Mungu huwa anafanya kwa ajili ya kuwasaidia watoto wake, ukajua jinsi gani ambavyo Mungu anakuwazia, hayo maarifa yatakusaidia ukae mbali na hofu zingine zote. Watu wana hofu, watu wana mashaka kwenye vitu ambavyo muda mwingine vilitakiwa kuwaogopa wao. Lakini shida ni nini? Hawajataka kumjua Mungu sana. Na kwa sababu hawajataka kumjua Mungu, vile vitu vingine vimegeuza miungu kwao, kiasi kwamba anaanza kuviogopa vile vitu, au muda mwingine anawaogopa watu kuliko ambavyo anamuogopa Mungu. Lakini ukiwa na maarifa sahihi, ukamjua Mungu vizuri, mimi nakuhakikishia kuna mambo yatakuwa yanapita unayadharau. Kwa nini? Kwa sababu unakuwa unaujua ukweli kuhusiana na kile ambacho kimeandikwa kuhusiana na wewe. Ukishajua yale ambayo Mungu anayawaza kwa ajili yako, ukishajua vile ambavyo Mungu amekuandalia, kuna namna unakuwa na ujasiri, kuna namna unakuwa unajiona tofauti na yule mtu ambaye hana maarifa kabisa. Biblia inasema hawajui wala hawafahamu, hivyo huenda gizani. Kwa watu ambao wanaenda gizani ni watu wasiojua chochote. Yaani watu ambao wanasema ni kweli naamini Mungu yupo, mtumishi nina imani. Imani yako inakwambiaje kuhusiana na maisha yako? Mungu akipenda tu tutakuwa mimi sio akipenda, mimi najua anapenda. Yaani najua anapenda, anasema utakuwa juu tu. Na yani hilo sihitaji mahubiri ya masaa 3 ili niamini. Hilo nimeshajua kabisa. Moja ya kitu ambacho Mungu ananiwazia ni mimi kuwa na maisha mazuri. Najua. Yaani najua Mungu anataka niwe juu tu. Anasema utakuwa kichwa na sio mkia. Kwa ukiniona napambana kuwa kichwa, sio naanza kujikweza. Ni Mungu ndo anataka hivyo. Mungu anasema jizilini na jizili. Ndio maana nina unyenyekevu mwingi. Lakini huo unyenyekevu mwingi sio ishara kwamba naogopa, ni ishara kwamba najua ni kanuni ambayo Mungu anaitumia kwa ajili ya kuwainua watu. Kwa kuna mambo ukishajua unayafanya kwa raha. Yaani raha. Yaani unafanya huku, yani unajua kabisa hii kanuni ninavyoifanya ina matokeo fulani. Lakini usipojua unakuwa jeuri. Lakini Mungu anasema anawapinga wenye kiburi, anawapa wanyenyekevu neema. Kwa ukishajua hiyo, kuna namna unakuwa yani mtu akikuona anahisi yani mmoja wa watumishi wasio na chochote ni huyu. Ila kumbe wewe unajua hii ni kanuni ilimuinua Yesu. Yesu aliinuka kwa ajili hii. Kwa kuna namna ambavyo unaziishi zile kanuni, mwisho wa siku zinakupa yale matokeo ambayo Mungu ameyasema. Na sio na maarifa yeye anaishi vyovyote tu. Wewe ni wapole kama huwa, lakini werevu kama nyoka. Unaishi hizo kanuni. Kwa mwisho wa siku kukanye mazingira ambayo kwa sababu nimeshajua neno limesema nini, haui ujinga kwangu, ila kwangu najua hii ni kanuni. Kwa unajua walokole nao wanajikuta yani wa kiroho kila mahali, sio wanajikuta kuna kitu mimi na kiapply ambacho kitanisaidia mbele ya safari ambacho wao hawakijui. Kwa hiyo Mungu akusaidie kuwa na maarifa mengi. Vitu ambavyo vinawafanya watu wawe bora sio vile ambavyo watu wanahisi, ila ni zile kanuni ndogo ndogo ambazo Biblia imezisema. Anasema msidanganyike, Mungu hadhihakiwi. Chochote ambacho mtu atakipanda ndicho ambacho atakivuna. Kwa ukishajua kumbe kuna kanuni ya kupanda na kuvuna,
nataka nifanikiwe kwenye uchumi, hivi Mungu anasemaje? Unasoma, unagundua kumbe moja ya kanuni ya kuninua kwenye uchumi ni kutoa. Moja ya kanuni ya kuninua kwenye uchumi ni kugusa maisha ya watu wengine. Moja ya kuninua kwenye uchumi ni kufanya kazi kwa mikono yangu. Yaani ukishajua hivyo, wewe fanya kile ambacho umeshakijua. Tayari hayo maarifa yatakusaidia kuwa kile ambacho neno la Mungu limesema. Lakini usipokuwa na maarifa, ina maana utakuwa kila siku umekaa unamngoja Bwana. Unajitia moyo na Isaya 40 kuanzia mstari wa 29 kwamba wamngojao Bwana watapata nguvu mpya. Kwa upo kila siku mtumishi, usione kama siendi popote, mimi namngoja Bwana. Tumngoje hivyo, tunamngoja Bwana kwenye kile ambacho Mungu ameshasema kutuhusu. Kwa kile ambacho Mungu ameshasema, mimi nakuwa nafanya kama alivyoagiza, lakini lugha yangu mbinguni namwambia roho Mungu, kama ulivyosema nakungoja kama ulivyosema, ila sio kwa kukaa kwamba sasa wanaomngoja Bwana wanapokea nguvu mpya. Baba, nipo hapa nina mwaka wa 4 sasa, naendelea kukungoja. Biashara sianzi mpaka nione umeniinulia mtu wa kunipa flame. Sio hivyo. Wanamngoja Bwana, naenda kutafuta flame, sina mtaji, sina chochote. Lakini wakati huo kwenye moyo wangu naamini Mungu anaweza akainua watu kwa ajili ya maisha yangu. Isaya 43 mstari wa 4, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu hiyo nimekupenda. Na kwa sababu hiyo nitatoa watu kwa ajili ya maisha yako na kabila za watu. Kwa unapokuwa unaenda, unajua kabisa Mungu ananiinulia watu, ila lazima naye aone kuna kitu nakifanya. Yaani Daudi angesema hivi, Goliati unanijia kwa fumo na mkuki, mimi nakuja kwa jina la Bwana, afu kasimama. Sasa Bwana atatupigania, afanye chochote. Mimi nakuhakikishia Goliati angemkamata akakibamiza huko. Lakini naye kuna kitu fulani japo hakiendani na uhalisia wa Goliati, ila amekifanya. Yaani imani ndio ipo hivyo. Yakobo anadhulumiwa mifugo, akasema huyu Labani anijui, nina bwana mtu wa hatari. Akasema sasa hivi nimepata ufunuo, na chonga zangu fito. Kikawaida fito na mifugo kupata aina fulani ya watoto waviendani, lakini imani ikamsukuma kufanya kitu hivyo. Kuna maarifa fulani alikuwa nayo kuhusiana na Mungu. Hayo maarifa mwisho wa siku yakampa matokeo. Imani haitufanyi tuwe wajinga, haitufanyi watu fulani hivi ambao tunaishi tu gizani. Kuna namna ambavyo ukiwa na maarifa mengi, hata kiwango chako cha imani pia kitakuwa kikubwa. Maarifa pia yanaongeza ujasiri. Yaani mtu anayejua kuna namna yupo. Yaani wewe imagine, unajua kwanza mimi ni mtoto wa mheshimiwa rais. Kuna namna hata ukiwa unatembea mtaani au yaani kuna namna fulani utakuwa unajiamini tofauti na ule mtu wa kawaida. Kwa na wewe pia kuna vitu ukijua kuhusiana na Mungu wako, kuna namna ambavyo vitaifanya imani yako izidi kuwa hodari, kwamba chochote ambacho unakuwa unakifanya haufanyi kwa sababu umehamasishwa. Unajua kuna watu ambao huwa wanafanya vitu kwa sababu yani leo neno limenigusa. Limemgusa leo tu, ila uwaga halipo ndani yake. Kwa hiyo unavyofanya kutokana na miemko au kwa sababu ya hisia, huwa mara nyingi vinaisha mapema. Lakini chochote ambacho unakifanya kwa sababu unakijua, ni kanuni ambayo umefika tu, umesoma neno, umesoma kitabu, au kuna namna ambavyo umesikia mahali mtu wa Mungu anakiongea ukakichukua kama kanuni, mimi nakwambia hicho kitu kuna namna ambavyo kitakupa matokeo makubwa sana, tofauti na mtu ambaye anafanya tu kwa mkumbo. Mtu anayefanya kwa mkumbo mara zote huaga anasubiri namna anavyojisikia kwa wakati huo. Lakini mtu anayefanya kwa sababu anajua, hata kama kwa wakati huo sijisikii chochote, Biblia imesema tu muombe. Hakika mtu mtaua aombe wakati unapopatikana, maana maji makuu yatakapofurika hayatampata yeye. Kwa kuna wakati sihitaji hadi nione bubujiko. Anajua ili mtu ajue siku ile ameomba. Anakupa ushindani, mtumishi nilipoingia. Haya katatata. Yaani mpaka aone kwamba kuna msisimko fulani aliusikia ndani, ndio ahisi kuna kitu. Biblia imeshasema aombe wakati unapopatikana. Either nilisikia msisimko au sijasikia, ila mimi nimeomba. Kwa hiyo kanuni itanisaidia wakati ambapo maji makuu yanafurika kwa wengine. Yale maombi yangu ambayo niliomba kipindi ambacho nilikuwa na kila kitu, kipindi ambacho Mungu alikuwa amenipa raha kila upande, hayo yatanisaidia kwa ajili ya kukabili nyakati ngumu ambazo zipo mbele yangu. Kwa ukishakuwa na maarifa mengi kwenye maeneo tofauti ya maisha, kuna namna ambavyo imani yako haiwezi kutikiswa. Watu ambao wanatikiswa kiwepesi ni watu ambao ni wepesi kwenye akili zao. Wanakunywa maziwa bado, lakini kuna chakula kigumu hawana. Kuna aina fulani ya maarifa hawana, kiasi kwamba shetani anaweza akakuletea mahubiri kama kweli wewe ni mwana wa Mungu, geuza haya mawe kuwa mkate. Wewe unaanza kupambana na sauti ya shetani iliyokuambia geuza mawe kuwa mkate, unaacha sauti ya Mungu ambayo inasema imeandikwa mtu aishi kwa mkate tu. Kwa mwisho wa siku shetani anaanza kukuonyesha uhitaji. Watu wengi
ambacho kinawatoaga kwenye traki kumwangalia Mungu ni mahitaji ambayo sasa hata shetani tu ndo anakuinulia kihitaji fulani cha kawaida. Unaanza kupambana na hitaji, unaacha kumwangalia Mungu. Sisi tumeumbwa kumuishi kwa kile ambacho Mungu amekisema, sio kuishi kwa kile ambacho maisha yangu sio matokeo ya matukio ya siku moja moja. Maisha yangu ni matokeo ya kile ambacho Mungu amekisema. Kwa kama kuna bidii kubwa unataka kuifanya, ni kuendelea kujua sana kuhusiana na Mungu wako, ni kuendelea kujua kiasi kwamba unapoenda kwenye jambo lolote unajua hapa ni Mungu anataka niwe. Yaani hichi ni Mungu, sio mimi nimekuja kwa sababu nina shida. Ni kwa sababu Mungu anataka, na Mungu akitaka nani atapinga? Yaani Mungu akisema lazima iwe. Kwa hiyo ujasiri wetu unatakiwa kujengwa kutokana na kile ambacho tunakijua. Na ukitokea hapo, hamna namna imani yako itayumbishwa. Watu wengi ambao wanayumbishwa ni watu ambao imani zao ni za mkopo. Yaani kiasi kwamba upepo ukija, angukia huko. Tena akitokea mwingine anasema haya, kuanzia leo nimetokea, mimi ni nabii. Nimetokea mlima fulani, Bwana ameniambia tufanye hivi. Kwa sababu Bwana maarifa ya kutosha, anajikuta anapelekwa tena na ule upepo. Ila kwa ambaye anajua, anakuwa anagundua aina hii ya chakula sio. Hii sio. Mwisho wa siku unajikuta unaenda kule ambako Mungu amekukusudia uende. Kwa ilikuwa na imani isiyotikiswa na chochote. Hakikisha unakuwa mdau mzuri wa maarifa. Hakikisha unasoma vitabu, unasoma neno, hakikisha unasikiliza audio za mafundisho. Sio yule ambaye anasema ni mimi mafundisho marefu. Hapana, kwa kweli. Yaani mimi napendaga audio ya dakika 2. Wewe sio mwanafunzi mzuri. Yaani inabidi ufike hatua ambayo audio ina masaa 2. Ila wewe unaweza ukaisikiliza hata kwa masaa 6. Kwa nini? Kwa sababu kuna kitu fulani kanakuja afu unasema hivi, mbona kama sijasikia vizuri. Unarudia tena. Ukitoka hapo, inakwambia hata kuzimu mzima initokee leo. Kutokana na maarifa ambayo nimeshayapata kwa umri wangu mdogo tu, kwa sehemu ndogo ambayo nimejifunza. Yaani hata 10% hazijafika za vile ninavyotakiwa kujifunza. Lakini kwa hii sehemu ndogo, hata shetani na kuzimu mzima ikitokea hivi, wakaniambia wewe unakufa leo, siwezi kufa. Siwezi kukubaliana na hiyo sauti, kwa sababu kuna aina ya imani imejengeka ndani yangu kutokana na kile ambacho nimekisikia, kutokana na kile ambacho nimekipata kwenye neno. Na kwa sababu hiyo shetani anakosa nguvu. Shetani wanzani anaogopa kwa sababu tunaomba. Hakumuogopa Yesu Mnazareti, asiye na hila, asiye na mwana wa Mungu, ambaye alikuwa anajitambua kabisa. Sisi angalau hadi tufundishwe ndio tuelewe. Lakini Yesu alikuwa anajua kabisa mimi nimetoka mbinguni. Yaani anaelewa, lakini limemtokea linamwambia kama kweli. Ila kilichomsaidia Yesu sio ile title. Kilichomsaidia Yesu ni kile anachokijua. Kwa hakikisha unajua, mtu wa Mungu. Hakikisha katika vitu vingi ambavyo unavyo, hakikisha unapata muda wa kujifunza. Unatamani kuwa bora kwenye biashara, jua biashara kwa mujibu wa neno la Mungu. Mungu anasema nini kuhusiana na biashara? Unataka kujua kuhusiana na ndoa? Unataka kujua kuhusiana na mahusiano? Usiwasikilize wale watu wa mitandaoni, wanaweza wakakupoteza. Jua kwanza kutokea kwenye msingi wa neno. Alafu ukishajua haya mengine yawe ni nyongeza tu, yawe ni nyongeza. Lakini ukisikiliza hawa watu wa duniani, wanakuambia ni siku hizi hamna ndoa. Yaani siku hizi watu wanadanganyana. Yaani utajikuta una maarifa mengi ya uongo kuliko ukweli. Wanakuambia ni watu wa kanisani. Hamna, ni church boys. Jua kuhusiana na neno, alafu umpate mtu ambaye ametokana kwenye neno, uone kama mtasumbuana. Lakini usipojua kutoka kwenye neno, kwa kweli church boys wanaweza wakakutoa machozi. Lakini ukijua kwenye neno, uta struggle. Mungu anasema nini kuhusiana na ndoa? Kile ambacho Mungu amesema ndio kitakuongoza. Mimi nikaga na imani ya ajabu sana. Mimi hicho ndio kwanza siwazi hata kuwa na mtu. Lakini nasoma kwa nini sina hofu kwenye eneo la mahusiano. Na ni posti kabisa, ukiangalia kwenye ukurasa wangu mimi utazikuta Facebook kipindi cha 2022 naandika hivyo, kwa nini sina hofu. Nasoma kwamba Mungu alisema mwanaume sio vyema, naeka hayo maandiko kwamba akasema sio vyema huyu mtu awe peke yake. Kwa lazima tu nipate mwenzangu. Ni neno ndio limesema hivyo. Alafu naangalia Isaka kipindi anataka kuoa ilikuwaje, akamtuma mjakazi, akaenda kwenye kisima, akasema kama Mungu. Hayo yote nikaa nasoma watu mbalimbali kwenye Biblia ambao wamefanikishwa kiasi kwamba nikaa nasema hivi, sina pressure. Yaani siwazi kwamba hivi niwe na prayer point na mimi, Bwana leo naombea ndoa. Na sikumbuki kwa kweli. I don't remember kama nimewahi kufanya hivyo. Lakini ninachojua nina ndoa na itakuwa nzuri na itakuwa sababu ya wengi watu, ndoa yako inanihamasisha. Why? Kwa sababu kuna kitu fulani nilikijua kutoka kwenye neno, nikajua ni mapenzi ya Mungu mimi niwe na ndoa nzuri. Kiasi kwamba leo hii hata atoke mtu kuzimu aseme hivi, wewe mtumishi tu unaongea, mbona kuna mtumishi fulani hivi na yeye tunamuona anapambana, ni yeye.
huyo ni mtumishi fulani, ila mimi na mimi ni mtu fulani. Kwa mimi na yeye ni kwenye hilo eneo hauwezi kutoa mfano wa hivyo, hauwezi kuapply kwangu. Kwa nini? Kwa sababu ninachokijua mimi ambacho kilinisukuma kuingia kwenye hili jambo inawezekana sio ambacho yeye anakijua. Kwa watu wengi wakikosa maarifa kiasi kwamba anakuwa anasukuma huko, upepo ndio unamuendesha. Usiwe na pressure my sister. Bado hujapata mtu, upo mume wako. Ila sema wewe sasa elimu za dunia hii sasa zinakutia hofu. Yaani kuna muda ukikaa yani unajiona kabisa mbona kama anazidi kuchelewa, umri unazidi kwenda, hamna umri unapoenda. Wewe tulia zako na Mungu. Soma, angalia wamefanyaje wengine kwenye Biblia kina Lutu. Lutu kabisa kameachwa. Lakini bado kameolewa vizuri, tena hata kwenye ukoo wa Yesu kaingia. Wewe una hizo imani jenga kutoka na hao. Wewe tatizo unasomaga Biblia kama hadithi. Mimi nikisoma nikiona huyu ameweza, na mimi naweza. Yaani naweza. Kama huyu alifanikiwa, mimi nashindwaje? Mariam kabisa mchumba wake akampa skendo. Imagine mchumba wake anamwambia, "Alo, Mariam naona kabisa ameshaharibu kazi." Lakini kwa sababu alikuwa ni mwenye haki mbele za Mungu, Mungu akasimama, akamtetea. Kwa hata wewe unataka kujenga ujasiri tu hapo kwamba maadamu nampendeza Mungu kwenye kila ninalolifanya, hakuna namna ambavyo chochote kinaweza kikanifanya nikose chochote ambacho nakitaka mbele za Mungu. Lakini shetani huwa anashinda, anaonekana ni mwamba pale ambapo tunajiangalia sisi kuliko kuangalia kile ambacho tunakijua kutokana na neno la Mungu, kutokana na maarifa ambayo umejifunza. Weka bidii sana nyingi kujua, sio ili uwe na notes nyingi, ila ishi kile ambacho umekijua. Tembea kulingana na kile ambacho unakifahamu, afu utamuona Mungu kwa viwango vikubwa sana. Lakini jambo lingine la pili ambalo linaweza likazalisha imani yako, sasa hivi nataka nikusomee haraka ili yakusaidie. Jambo la pili ambalo linaweza likaifanya imani yako hiyo imara zaidi ni kuendelea kutafakari matendo makuu ya Mungu. Ni kuendelea kutafakari ukuu wa Mungu maishani mwako. Mtafakari Mungu tangia ukiwa mdogo mpaka sasa amekutunza. Hivi kweli kuna jambo linaweza likamfanya Mungu sasa hivi aniache? Endelea kutafakari ukuu wa Mungu maishani mwako. Hilo jambo litaimarisha sana imani yako. Andika kitabu cha Yoshua sura ya 1 mstari wa 8 na wa 9. Anamwambia kitabu hichi cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali uyatafakari maneno yake mchana na usiku. Kwa nini? Anamwambia kwa sababu ndipo utakapostawi sana, na kwa sababu ndipo ambapo utafanikiwa sana. Kwa unataka kuwa na afya bora, tafakari ukweli wa Mungu kuhusiana na afya. Unataka kuwa na uchumi imara, tafakari kile ambacho Mungu anakisema kuhusiana na uchumi. Unataka kuwa na ndoa nzuri, tafakari kile ambacho Mungu anakisema kuhusiana na ndoa, lazima utafanikiwa. Lakini ukitafakari taarifa zingine tofauti na neno, nakwambia yale matafakari yako mengine yatakufanya yakubagaze. Yakubagaza kabisa kwenye maisha, utajikuta unakata tamaa. Lakini neno la Mungu ukiwa unalipa muda wa kutafakari, hivi mimi si ndo nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu ya kutisha? Mimi ndo nimeumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Ukao unajiambia hivyo, utashangaa mambo yako yatakapokuwa mepesi. Lakini jambo la tatu ambalo litakusaidia ni maisha ya maombi. Uwe na imani imara. Unataka kuwa na imani kubwa zaidi, hakikisha unakuwa muombaji. Hakikisha kuwa unaomba. Omba mtu wa Mungu. Hakikisha unapata muda wako wa kukaa na Mungu. Endelea kuomba. Maombi ni mazuri. Maombi yanafaa. Maombi ni kama chumvi. Unajua chumvi ipo hivi. Unaweza ukapika mboga uko umesahau kuiweka, lakini ukiweka hata baada ya kuwa umeipika mboga bado chumvi inafaa. Lakini pia hata ukiweka kabla bado inafaa. Kwa hata kama ulishakosea mahali, ukiomba, mimi nakuhakikishia ladha ile ile ambao ungeipata miaka 2 iliyopita unaweza ukaipata kuanzia leo, ukiamua kuanza kuomba. Kwa nini? Kwa sababu chumvi ni njema, labda uzidishe tu. Lakini kama ukifanya maombi kama maisha yako, Mungu atakusaidia, atainua imani yako sana, atainua imani yako sana. Ndio maana hata Yesu anaelekea msalabani, lakini kitu kimojawapo ambacho alikifanya ni kuwachukua wanafunzi wake, alafu akaenda akaomba nao. Biblia inasema alipokuwa anaomba ikabidi malaika waje wamtie nguvu kwamba kwa kweli kabisa hichi kikombe hatuwezi kukuepushia, lakini wala upata moyo basi kwamba baada ya hapa kuna jambo kubwa zaidi ambalo litakutokea. Kwa imani yako ili izidi kuwa imara zaidi, hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Hakikisha unaomba. Sio kwa sababu una shida, unaomba kwa sababu unampenda Mungu, na kwa sababu hiyo Mungu atazidi kukuimarisha, Mungu atazidi kukujenga. Kwani kitu gani ambacho kilimfanya Esther aende kinyume na sheria? Ni baada ya kuomba. Kwa maamuzi magumu kwenye maisha yako, unataka uwe ni mtu ambaye anaweza kujilipua. Kuna maamuzi nayafanyaga mpaka mimi mwenyewe muda mwingine najiogopa. Kuna siku nimetoka naenda stand, yaani ukiliangalia nipo kama nilivyo, lakini tu nilipata uamuzi nikasema leo kuna mahali nataka niende.
Yaani huo uamuzi haujachakatwa wiki mbili zilizopita, yani dakika chache, na nikasema sasa nataka nitimize hilo jambo. Nikakutana huyo dada agent akaniambia, "Ila unajua wanaume wembamba mnakuaga na maamuzi magumu sana." Nikasema sio wembamba, wewe hujui tu mimi ni nani. Yaani maamuzi yangu ninayoyafanya hayategemei kwa wakati huo na nini. Yanategemea nataka nini. Lakini siri ya hayo mambo yote ni kwa sababu tunaomba. Ukishakuwa mtu muombaji hauwezi ukayumbishwa na chochote, lakini mtu muombaji ndani yake kuna uwezekano tu unajengeka. Yaani anajua kabisa Mungu ambaye huwa anamuomba, huyu Mungu anaweza akanisaidia kwenye lingine lolote. Kwa hakika unakuwa mtu wa maombi, imani yako haiwezi kutikiswa. Lakini jambo la 4, endelea kuwa mtu ambaye analikiri neno. Uwe na ukiri wa neno kila wakati, endelea kulikiri neno. Mfano Zaburi ya 118 mstari wa 17 anasema sitakufa bali nitaishi. Unapita kwenye magonjwa, unapita kwenye changamoto, unapita kwenye mambo magumu ambayo yanakuumiza, endelea kukiri kile ambacho neno limesema. Endelea kukiri, endelea kusema. Kwa kadri ambavyo unakiri, kwa kadri ambavyo unasema, ndivyo ambavyo inakuwa kwenye maisha yako. Kwa imani yako inajengwa na kile ambacho unakisema. Nitakuwa juu tu, sitakuwa chini. Mimi nitakuwa kichwa, sitakuwa mkia. Kwa kadri ambavyo unasema, ndivyo ambavyo inazidi kutokea. Kwa ukiri wa neno pia unaweza ukazalisha imani imara zaidi. Jambo lingine, jambo la mwisho kabisa kwa leo, rasoparada bashendere bakuza. Jambo la mwisho niweke hili hapa. Jambo la mwisho, uwe na moyo wa shukrani. Yaani unajua mtu ambaye ana imani anaweza akawa hajapata, lakini kuna namna ambavyo anamshukuru Mungu. Anamshukuru Mungu. Soma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16 mstari wa 25. Uwe na moyo wa shukrani. Shukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Shukrani ni matokeo ya imani. Unamwona yule mtu alikuwepo wakoma 10, wote wakaponywa, lakini mmoja ndio alirudi kumshukuru Yesu. Biblia inasemaje? Aliporudi Yesu akasema, "Je, hawakuponywa wote? Wale kenda wako wapi?" Lakini pia unamwona Yesu kwenye kitabu cha Yohana sura ya 6 anapewa mikate michache na visamaki vichache, lakini anaanza kwa kumshukuru Mungu. Baada ya hapo akapata mikate mingi. Unamwona Yesu anataka akamfufue Lazaro, anafika pale kaburini, anaanza kwa kufanyeje? Kwa shukrani. Anamwambia, "Bwana, ninakushukuru kwa sababu mara zote unanisikia." Ila ukiwa mtu wa lawama mbele za Mungu, mimi nakuhakikishia unakuwa mtu ambaye hupati mambo bora. Ila ukitaka imani yako ijengeke, hakikisha unakuwa mtu wa shukrani. Kila unapoenda, Mungu nakushukuru. Asante kwa kunipa siku ya leo. Ninakushukuru kwa sababu unaniwazia mawazo mazuri. Ninakushukuru kwa sababu kesho yangu ni bora. Ninakushukuru kwa sababu ya watu uliowaleta tayari kwenye maisha yangu. Hapo hauna, lakini unamshukuru. Kisha kuwa mtu wa shukrani, maisha yako yatakuwa mepesi. Nisomee hiyo Matendo 16 mstari wa 25. Lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu na kumwimbia nyimbo za kumsifu, na wafungwa wengine walikuwa wakiwasikiliza. Amen. Anasema panapo usiku wa manane. Yes. Yaani wametupwa gerezani, lakini panapo usiku wa manane, Paulo na Sila walikuwa wakimwomba Mungu alafu na kumsifu. Unajua mtu yupo gerezani, alafu Biblia inasema ni usiku wa manane, lakini still bado ule moyo wa kumpenda Mungu upo. Kwa ukitaka kwenda mbali, Mungu mfanye kuwa ndo sifa zako mara zote unapokuwa kwenye mazingira yoyote, bila kujali nyakati gani ambazo unazipitia. Hebu muweke Mungu mbele ya tatizo lako. Ilikuwa ni rahisi Paulo na Sila wao usiku wa manane waanze kulalama, waanze kuomba kwamba Mungu, mbona umeniacha? Mungu, kweli neno lako ni uongo. Wakamsifu Mungu, wakamuomba Mungu, na Biblia inasema baada ya kufanya hicho kitendo, kuna namna ambavyo gereza likatikiswa. Ikafika hatua milango ikawafungukia, minyororo ambayo ilikuwa ndani yao ikakatika. Nini? Ni imani, mtu wa Mungu. Imani ni hatari. Imani kuna namna ambavyo inafanya mambo ambayo mtu mwingine, Biblia inasema wafungwa wengine wanawaangalia. Kwa nini? Kwa sababu inawezekana wafungwa wengine walikuwa wanaambiana, unajua mimi nipo hapa lakini nimeonewa. Unajua nipo hapa ila nimesingiziwa. Wenyewe kabla ya kuangalia kwamba nimeonewa au sijaonewa, wakasema tunamuimbia Mungu, tunamsifu Mungu, tunamuomba Mungu. Katikati ya hili gereza tunaenda tunapeleka sifa zetu mbele za Mungu. Na unaona jinsi ambavyo Mungu aliwasaidia. Na unaona jinsi ambavyo Mungu aliwapigania. Na unaona jinsi ambavyo Mungu aliwashindia katika mambo
yote. Kwa nataka kuwa na imani imara, jambo la kwanza nimekuambia, hakikisha unakuwa na maarifa ya kutosha. Hakikisha unakuwa na maarifa ya kutosha. Lakini jambo lingine, hakikisha unakuwa mtu wa maombi. Jambo lingine, hakikisha unafanyeje? Kama unakumbuka vizuri, soma neno, jua neno sana. Jambo lingine, hakikisha unatafakari, meditation, tafakari neno la Mungu. Lakini jambo lingine, unakuwa mtu wa shukrani, unakiri na vitu kama hivyo. Lakini jambo lingine, lazima uwe na moyo wa uvumilivu. Unaweza kuongezea hilo, lazima uwe na uvumilivu. Sio kwa sababu naamini, yani nikiamini leo, kesho asubuhi vimeshatokea. Kuna wakati vinachukua muda. Ibrahimu ameahidiwa atapata mtoto, lakini iliteki muda fulani, kipindi fulani kilipita, ndipo akaja akampata mtoto. Kwa hiyo usiseme tu mimi mtumishi nini, mbona huwa naamini lakini hayatokei. Ili mradi umeamini lazima litokee. Narudia tena, ili mradi umeamini lazima litokee, hata kama likichelewa, lakini lazima litokee. Lazima. Biblia inasema mvua huwa inakuja inanyeshea mbegu. Sasa zile mbegu kuna ambazo zinaweza zikachukua muda mrefu kuota, na mara nyingi ambazo zinachukuaga muda mrefu ni kwa sababu ni kubwa zaidi. Ni uwezo kuniambia mahindi alafu na maembe yote yakachukua watoto kwa wakati mmoja, huwa yanachelewa. Lakini na kuhakikisha mwenye maembe akianza kuyauza, mwenye mahindi atavuna kamoja au viwili au matatu au matano tuseme. Lakini mwenye maembe ni matunda ya kutosha. Kwa hiyo inawezekana wewe jambo lako hilo lina matokeo makubwa zaidi. Kwa kuliko kumkatia tamaa Mungu, wewe endelea kumngoja kwa saburi. Enda kumngoja kwa saburi. Alipotokea Isaka, watu wengi kwa sababu ya kukosa uvumilivu ndio maana wanajikuchaga wanafanya maamuzi ambayo mwisho wa siku yanawagharimu. Unajua Ibrahimu alipokuwa anaona kama Mungu mbona kama ameniahidi lakini kama anachelewa, ikabidi amwahi ampate Ishmaeli ambaye Mungu alikuwa anamtaka. Ilimgharimu. Kana Ishmaeli ni kazi. Kwa nini? Kwa sababu ya haraka. Kuna watu kwa sababu ya haraka huwa wanafanya njia zingine za mkato. Mwisho wa siku anajikuta anapishana na muujiza mkubwa ambao Mungu alikuwa anautaka upate kwenye maisha yake. Maadamu tumechagua kumfuata Mungu wetu, hatutautupa ujasiri wetu. Tutaendelea kuwa imara. Biblia inasema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Mzidi. Kuna wakati unaweza kukutana na mawimbi, unazidi kuwa hodari, unazidi kuwa hodari, unazidi kuwa hodari, na kwa sababu hiyo Mungu atakupa jina linalopita kila jina. Kwa sababu hiyo Mungu atakupeleka kule mbali ambako watu wengine walikuwa wanatamani. Utakuwa kioo kwa wengine. Unajua watu wengi ambao wanakuaga ni role model ni ambao unakuta tunaanza kuwauliza hivi, umefanyaje kaka kufika hapa? Anakuambia usione hivi, mimi nimepitia hivi, nimepitia nini. Kalikuwa na uvumilivu. Kuna imani fulani ilijengeka na mwisho wa siku akaja kuwa mtu wa maana. Kwa unatamani kuwa mtu wa maana, kuna hatua inahitaji uvumilie. Jamani, siku nyingine nikipata nafasi nitakwambia tumewahi kupita nyakati ngumu, lakini wakati huo yani sijui hata siku moja nitakuwa pastor ABC. Sijui hata siku moja nitakuwa hapa nilipo, lakini kuna imani ninayo. Ila kuna wakati unapitia nyakati ambazo unakosa hata vitu vya msingi ambavyo unatakiwa kuwa navyo ili vikusaidie kuwa mtu na wewe ufurahie. Lakini wakati huo unaamini, yani unaamini mtu akwambii kitu, yani una imani ambayo yani mtu akiangalia anasema hivi udogo anaamini nini? Mbona sioni kabisa? Lakini sasa hivi si yao tumeangalau kidogo. Mungu ametusaidia, Mungu ametupa hatua. Kwa nini? Kwa sababu tuliwahi kumwamini Mungu kwenye nyakati ambazo hazihitaji hata hiyo imani. Yani kuna nyakati ambazo kabisa ukiangalia mazingira ya nje yanagoma, yanakataa. Lakini katika hizo nyakati bado tulimpenda Mungu, tulimheshimu Mungu. Mungu akagundua kabisa huyu dogo anamaanisha. Huyu hajanifuata kwa sababu ya vitu, amenifuata kwa sababu ananipenda. Unajua kuna watu ambao wanamfuataga Mungu kwa sababu ya vitu. Namshukuru Mungu. Hapo kipindi tunasomaga ngana nachukiaga shuhuda za hivyo. Niliweka naziri, nisiposapu nitamtolea kabisa wewe. Yaani kabisa wewe unampima Mungu na sapu. Unampima Mungu na kudisco. Mimi hamna. Yaani mimi Mungu ambaye amenileta chuo ndo atanipa kufaulu. Kwa hiyo utaliona nashukuru Mungu kwa vitu kama hivyo. Nitamshukuru Mungu kwa yale ambayo kabisa najua kabisa aina hii ya vitu sio kila mtu anaweza kushukuru, lakini najua aliyenifanikisha kufika hapa ni Mungu mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Amen. Basi naomba usimame. Haramashata la baba ruska varia manda. Mshukuru tu Mungu alafu mwambie Mungu naomba unisaidie, imarisha tena imani yangu, nisaidie
kuza imani yangu, nisaidie jiombee katika hayo mambo yote, nipe muda na neno, ninapolisoma neno niyapende maarifa, nipende maombi ili nizidi kujijenga imara, afu jitabirie katika jina la Yesu. Kama kuna watu wa maana ambao watatafutwa kwenye hiki kizazi, watu ambao wamekuwa na imani isiyotikiswa na chochote, nitakuwa miongoni mwao. Haiwezekani nguvu yote initikise, haiwezekani jambo lolote linitoe kwenye mstari wa kumwamini Mungu. Nitamwamini Mungu hata nikibaki peke yangu kwenye kile ambacho Mungu amekisema. Sitasikiliza kelele nyingine yoyote ile. Wakitafutwa vijana ambao wana imani, nitakuwa miongoni mwao katika jina la Yesu. Haitafika hatua nikakata tamaa lolote ambao Mungu amelisema kwa ajili yangu. Kila ndoto, kila maono, kila unabii ambao Mungu amewahi kusema kuhusiana na mimi ni amina na kweli. Ni kweli, lazima itokee, lazima iwe. Kwa nini? Kwa sababu Bwana akisema lazima iwe. Bwana akisema lazima iwe, maana yeye ni kawaida yake kuyasema mambo yasiyo kuwako kana kwamba yamekwisha kuwako. Kwa hiyo lolote ambao Mungu amelisema kwa ajili yangu lazima litokee. Lolote ambalo Mungu amelisema kwa ajili ya familia yangu lazima litokee. Lolote ambalo Bwana amelisema kwa ajili ya taifa la Tanzania lazima litokee katika jina la Yesu. Lolote ambalo Bwana amelisema kwa habari ya ABC Global, lolote ambalo Bwana amelisema kwa habari ya baba yetu, kwa habari ya masiwa Bwana, lazima litokee. Kwa nini? Kwa sababu Bwana analiangalia neno lake ili apate kulitimiza. Rakasoparada bakanto aramashindere bakoria rekamahata barena reto shatata rekandere bakoria madara bakoria. Kila malengo nilionayo, kila mipango nilionayo, kila jambo ambalo natamani kwenye maisha yangu litokee, litakuwa katika jina la Yesu. Biblia inasema mtakusudia jambo nao litakuwa. Chochote ambacho ninakiamini kwenye maisha yangu katika umri wangu huu lazima kiwe. Rakasupa liga paria watani mwinua misingi wa vizazi vingi katika jina la Yesu. Tabiri kuhusiana na maisha yako. Sema kuhusiana na kesho yako. Rekatena mahata rito shanana mahata reko javande rebakoria reko zavara anta rebakoria. Kitu gani kitanitenga na upendo wa Mungu? Jambo gani litanitoa kwenye kumwamini Mungu? Kitu gani kitanifanya nijione dhaifu? Kitu gani kitanifanya nijione mnyonge? Hakipo. Hayupo mwenye mwili, hayupo pepo, hayupo shetani anayeweza kunikatisha tamaa akanifanya nijidharau. Hajatokea pepo wa namna hiyo, hajatokea shetani wa namna hiyo, hajatokea mamlaka yote ile ya kuzimu ambayo inaweza ikanirudisha nyuma, ambayo inaweza ikanikatisha tamaa. Haiwezekani. Anasema waovu wanakimbia wasipofuatiwa na mtu, lakini wenye haki ni majasiri kama simba. Ujasiri wangu hauwezi kupotea kwa sababu yote ile. Biblia inasema msiutupe ujasiri wenu. Reketo mahatata Karima shandere bakoria rekana mama shandara bada rekatona mahandara bakoria entona mashandara bakoria. Hatupo miongoni mwao wenye mashaka, hatupo miongoni mwao. Sipo miongoni mwa watumishi vijana watakaoishia njiani. Sipo miongoni mwao ambao nguvu za giza zinaweza zikawazuia. Sipo miongoni mwao ambao ugonjwa aina yote ile unaweza ukanizuia. Sipo miongoni ya vijana ambao tajwa kwamba walianza kwa kasi wakaishia njiani. Reketete mahata rento shatata rekando rebakonta. Sipo miongoni mwa watu ambao ndoa zao zitaharibika. Sipo miongoni mwao ambao nitaanza biashara ikaishia njiani. Sipo miongoni mwa ambao wataanza kufuga mifugo ikaangamia. Sipo miongoni mwa ambao wataanza lolote rekatona mahata wakakosa nguvu za kumaliza. Sharada bahanda rabakoria rito rimakanto rabakoria. Nimepewa nguvu za kuanza na nguvu za kumaliza, na kwa sababu hiyo hakuna ambacho kinaweza kunizuia, hakuna ambacho kinaweza kasimama kama kizuizi mbele yangu. Hakuna ukuta wote ule ambao unaweza ukanizuia. Kwa msaada wa Bwana ninalifuatia jeshi, kwa msaada wa Bwana ninaruka ukuta. Kila ukuta ambao umewahi kumzuia baba yangu, kila ukuta ambao umewahi kuwazuia watu wa nyumbani mwangu, kila ukuta ambao umewahi kuwazuia vijana wengine kama mimi, kwa msaada wa Bwana ninaupandia huo ukuta katika jina la Yesu. Sawa na Zaburi ya 60 mstari wa 12, kwa msaada wa Bwana nitatenda mambo makuu, kwa sababu Bwana atawakanyaga watesi wangu. Mtesi yote yule ambaye angenizuia, mtesi
yote ambaye angesimama kwa ajili ya kuniharibia, anaharibikiwa yeye katika jina la Yesu. Anaharibikiwa yeye katika jina la Yesu. Mambo yake ndio ambayo yanaharibika. Mimi sizuiliki, nimetumwa haja ya kuwakilisha mapenzi makamilifu ya Mungu. Hakuna mamlaka ya kunizuia. Kila silaha itakayofanyika kinyume changu haitafanikiwa, 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 haitafanikiwa. Na huu ndio urithi wangu mimi na familia yangu na watu wa nyumbani mwangu. Rikatana mahata rito shatana bako rikanto remahata rikana mahata labada erande korobo shada erakatore mahada etore Shundire bada erakatone mahata erekandore mahata karababa soto la bakoria erandi koraba shandada erakatona mahata. Hebu mshangilie Bwana kwa sababu kila ambalo amelisema kwa ajili yako ni amina na kweli, ni amina na kweli, ni amina na kweli. Shakatana mahata arema sendere bakoria reto na mahala. Bwana tunakushukuru kwa ajili ya ratiba ya ibada ya siku ya leo. Asante kwa sababu Bwana utaimarisha tena imani zetu. Asante kwa sababu utatusaidia. Asante kwa sababu utatushika mkono. Hakuna maji mengi yanaweza kunigarikisha. Hakuna maji mengi yanaweza kumgarikisha mtumishi wako ambaye yuko mahali hapa. Neno lako limetuambia wazi Isaya 43 kuanzia mstari wa kwanza ya kwamba Bwana Mungu uliyemuumba huyu dada, uliyemuumba huyu kijana, uliyemuumba yule mama, yule baba, neno lako linasema kwamba unasema hivi, usiogope, usiogope. Ujapopita katika maji mengi hayawezi kukugarikisha. Ujapopita katika moto, hata mwali wa moto hauwezi kukuunguza. Haupo moto ambao unaweza kumunguza yote ambaye yuko mahali hapa. Haupo huo moto. Haupo moto wa maisha, haupo moto wa kazi, haupo moto wa mahusiano ambao unaweza kumteketeza yote miongoni mwetu. Ninatamka ushindi kwenye maisha yetu. Ninatamka baraka kwenye maisha yetu. Ninatamka ya kwamba tutakuwa miongoni mwa ambao mwanzo wetu ulikuwa mdogo sana, lakini mwisho wetu ungeongezeka sana 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 katika jina la Yesu. Tunatoka utukufu hata utukufu, tunatoka imani hata imani, tunatoka neema hata neema katika jina la Yesu. Rekatona mahata rito shandara bakoria rekoza va reto rebaba shata rakatola mahanda katika jina la Yesu. Amen. Naomba uchukue sadaka yako. Shit.